kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa uwezo wako na nguvu zako Baba. Asante kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu, umetulinda, umetubariki na kutuinua. Asante Baba kwa kuwa ni Mungu ambaye unatupenda. Tazama mwana wako tena Mungu najileta mikononi mwako wakati huu Baba. Ulisema Mungu tukuombe, nawe Baba utatujibu. Ulisema Mungu sikio lako si zito wala lisisikie. Nami Mungu nakuja mikononi mwako Baba, nahitaji unisaidie. Ulisema Mungu katika maandiko yako matakatifu kwamba mke mwema utoka kwako. Nami Mungu naomba unisamehe kama sikukushirikisha katika hili Baba, naomba unisamehe. Lakini bado nakuja mikononi mwako tena wakati mwingine, nahitaji unisaidie. Unisaidie Baba katika kupata mke mwema, mke sahihi, atakayeishi katika misingi ya dini. Misingi ambayo Baba itakupendeza wewe na itampendeza pia na wanadamu. Mungu wa mbingu na nchi, bado nahitaji Bwana kupata mke sahihi, ambaye Mungu ataniheshimu, ambaye Mungu atakwenda sawa sana mapenzi yako. Nipe maono ya ndani kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Mke ambaye ataweza kunisikiliza katika yale ambayo mimi nahitaji. Mke ambaye ataishi katika neema ambayo mimi nahitaji, ila kupitia maono yako na nguvu yako tu Baba. Naamini kupitia hilo. Asante Mungu kwa kuwa utanipa mke mtii, atakayenisikiliza, atakayenijali, atakayenithamini Mungu. Mke ambaye Baba tutaendana katika tabia zetu Baba, maana hata maandiko yako yalisema Mungu, watu wawili hawawezi kutembea pamoja ikiwa Baba hawajaambatana. Nami nahitaji neema yako katika hili Baba. Nahitaji neema yako katika hili Baba Mfalme. Nahitaji mwanamke ambaye atakuwa ni mtakatifu, ataishi katika utakatifu, ataishi katika uungu, ili Baba nguvu zako ziweze kupata nafasi katika familia yangu pamoja na kizazi changu. Naamini kupitia hilo Baba, kwa kuwa nimeomba nawe utatenda. Utanionyesha Baba miujiza. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba na kushukuru na kujiachilia mikononi mwako. Amen. Weka makopa yako hapo chini ya upendo kama wewe ni mdau na unaipenda dunia vile vile unaona ina mafunzo. Violet tayari ameshaanza kuleta mtiti na manyanya sijui yuko wapi. Wewe unahisi nini kitakuja kutokea? Basi kama wewe ni team Vai, mwaga makopa yako hapo chini, na kama wewe ni team Mati,
mwaga makopakopa yako hapo chini ili kuweza kuifanya dunia iweze kuwa movie kali zaidi. Hapa kuna tukio moja zito sana linakuja kutokea, yani tukio kabambe. Hawa wote wameweza kukutana leo, mke na mume wameweza kukutana. Basi kabla sija kumalizia uondo, tuende na mimi mpaka mwisho. Ndugu yetu Kavumba alikuwa tayari ameshaweza kuingia katika mtego, na huo mtego aliyoweza kunasa sijui kama ataweza kuchomoka, kwa sababu hapa huyu bibie anataka kumchuna tu na hawezi kumpa kitu chochote. Lakini Kavumba tayari ameshaweza kujua kitu gani ambacho anatakiwa aweze kukifanya na nini kitakuja kutokea. Kiuhalisia Kavumba ameweza kuingia kweli kimapenzi na huyu binti, na yale yote aliyokuwa ameweza kuambiwa ni tayari alikuwa ameshaamini kwamba huyu binti hajawahi kukutana na mwanaume wala hajawahi kukutana na mtu yoyote, na pia familia anayoishi ni familia ya kishua sana ambayo ina dini kuliko maelezo. Kwa hiyo Kavumba alikuwa tayari ameshaweza kupakwa uvumba na alikuwa tayari ameshaweza kuingizwa kingi na huyu bibie. Kumbe angejua, yani huyu ni taksi bubu ambayo mchana namba nyeupe, usiku aisee. Yani hapa kweli tunaikumbuka ile taksi bubu. Usiku namba za njano, mchana inaweka namba nyeupe. Sasa leo Kavumba tayari ameshaweza kujua ukweli na amesha kugundua kwamba huyu bibie anafanya masiala gani na bibie anafanya misala gani. Kavumba alishadanganywa sana na alikuwa tayari ameshaweza kupasuka mpaka chipsi. Kavumba alishaweza kutoa kila kitu na angeendelea kupigwa pesa mpaka mwisho. Je, unataka kujua kitu gani ambacho Kavumba kimeweza kumtokea? Kitu gani ambacho Kavumba kimeweza kumkuta? Tuende na mimi mpaka mwisho. Wewe jambo lako ni moja tu. Usiache kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu weka comment yako hapo chini. Ngoja kwanza tuende taratibu. Basi Kavumba baada ya kufanya yale yote, Kavumba akawa anaendelea kuhudumia mali ambayo hajui kama ni used au ni mpya. Kavumba aliamini sana maneno. Kavumba aliamini sana matamshi na kuitiwa mazingira, kwa kutokana na huyu bibie jinsi gani alivyoweza kumweka sawa, na Kavumba alikuwa tayari ameshaweza kunasa. Basi leo Kavumba alikuwa ameleta chipsi hapa. Baada ya kuleta hizi chipsi, huyu bibie akazipokea, na baada ya kuzipokea akawa anazila, na alipokuwa anakula huku akawa anakunywa na kishushio hapa. Tunaona kuna soda iko mezani. Basi Kavumba alimuuliza, "Ni tamu sana Bibie akamwambia ndio, hizo chipsi ni tamu, tena tamu haswa." Kavumba akamwambia, "Sawa, mimi nataka ule ushibe, tena ule ushibe haswa. Yani najisikia raha sana nikikuona wewe umeshiba. Ila kama sikutoshi niambie nikuongeze." Bibie akamwambia, "Hapana, asante, zinatosha." Basi akawa anaendelea kula taratibu. Mwisho wake akamaliza kula. Kavumba akamuuliza, "Vipi, umeshiba?" Bibie akamwambia, "Ndio nimeshiba." Kavumba akamwambia, "Au nikuongeze?" "Hapana, usiniongeze." Sawa, hamna shida." Basi Kavumba akaanza kuingiza swaga zake, huku akianza kutiririka na maneno matamu ya kuweza kumchanganya huyu bibie. Akawa anamwambia, "Sasa bibie, ombi langu lile vipi? Yani katika yote ambayo tumeweza kufanya, mimi ningejisikia raha sana ningeweza kupata jibu la ombi langu." Basi bibie akamuuliza, akamwambia, "Unataka nikujibu, si ndio?" Kavumba akamwambia, "Ndio, nahitaji uweze kunijibu ili niweze kukaa sawa." Bibie akamwambia, "Sawa, lile ombi lako kwangu limekubalika, tena limekubalika vizuri tu. Hapa hakuna tatizo tena." Kavumba alishangaa na kuweza kupigwa na butwaa, kwa sababu alikuwa amini kama huyu bibie atakuja kumkubalia. Kitu alichokifanya Kavumba ni kuweza kushtuka, huku akiuliza mara mbili, "Umesemaje? Umesemaje?" Bibie akamwambia, "Au nataka nikuache?" Kavumba akamwambia, "Hapana, usinikatae bana, usinikatae." Basi Kavumba baada ya kupewa lile jibu na kuambiwa kwamba tayari ombi lake limekubaliwa, akanyanyuka mbio, akaenda kwenye friji, akaenda katika kile kitrola, akaenda kuchukua maji ya kunawa. Kwanza akabeba yale matakataka ya chipsi, yale mamifuko na foili, akaenda kuzitupa. Baada ya hapo akabeba maji na kumletea bibie ili aweze kunawa. Kavumba alishaingia kwenye mtego wa bibie bila yeye mwenyewe kujua kwamba hapa ameweza kunasa na kuweza kuwekwa katika mtego, kwa sababu huyu bibie tayari ameshajua Kavumba ni bolizozo, kwa hiyo anataka kwenda naye hivyo. Je, Kavumba kweli ni bolizozo au ni ninja aliyevaa ngozi ya kondoo? Basi hapa tunakwenda. Kavumba akaleta maji huku akimbembeleza kipenzi chake kwamba naomba unawe, naomba uweze kunawa ili tuweze kwenda pamoja. Basi Kavumba alipomnawisha tu akamwambia, sasa hapo safi." Akaenda zake, aliporudisha kile kisado chenye maji, akaenda akafunga na mlango.
Aliporudi Kavumba akavua na shati. Alipoweza kuvua na shati, bibie akamwambia, vipi kwani? Kavumba akamsogelea na kutaka kumkumbatia. Bibie aliposhikwa tu akaruka kama mtu aliyeweza kukanyaga nyoka na kumwambia, we, sasa sikia nikwambie. Kuna wenzako walikuwa tayari wananitaka kibao huko nje na nimeshawakataa kwa sababu ya tabia hizi. Kwanza wewe ulisema utanioa. Sasa kitu gani ambacho unahalaka nacho? Kavumba akaanza kupiga swaga na uongo wake na kumwambia, "Ndio, mimi lazima nikuoe na nimezamilia kuweza kukuoa kwa sababu wewe ni mke wangu. Ila hiki unachotakiwa kuweza kufanya ni kuweza kubariki, na tulishaambiwa tuje duniani tuzaliane. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kuweza kukifanya ni wewe kuweza kunibariki na kunitunuku ili tuweze kunogeza mapenzi yetu." Basi wakati haya yote yanaendelea, Kavumba anaendelea kumdanganya na kumpiga swaga bibie. Bibie akawa ametulia tu. Kwenye akili yake inatafakari, je, nimpe au nisimpe? Kwa sababu tayari ameshaweza kumdanganya Kavumba kwamba yeye hajawahi kukutana na mtu. Je, ni kweli? Na Kavumba akifika afu akikuta vitu vimeshaliwa, je, itakuwaje hapo? Hapo ndipo mtiti unapokuja kuanza. Kavumba ataleta fujo sana na ataleta utata kwa sababu atajua pale alikuwa anapigwa na mali yake itakuwa tayari imeshaliwa. Basi wakiwa wanaendelea kuongea, mara ghafla simu ikaita. Bibie akaingiza mkono katika nyonyo lake na kuweza kutoa simu. Alipoitoa ile simu, Kavumba akashangaa na kupigwa na butwaa huku akimuuliza, "Si uliniambia huna simu, si ndio?" Bibie akamwambia, "Ndio, mimi sina simu. Hii simu ni ya huyo hapa dada yangu." Sawa. Kavumba alisharegea na kukubali kwamba ile simu sio ya huyu bibie. Basi kilichotokea, bibie akamuita rafiki yake G, simu yako inaita huku. G akamwambia, "Hapana, simu yangu haiti, ninayo huku nje." Kavumba akapigwa na butwaa na kuweza kushangaa kwamba sasa huyu anasema simu ya mwenzake inaita, alafu mwenzake anamwambia simu yake anayo. Basi bibie akamwambia, "Njoo bwana, simu yako inaita huku." Alipofika tu bibie akampa ile simu G na kumsogezea kwa nguvu, lakini Kavumba alipigwa na butwaa huku akitikisa kichwa akijiambia kwamba kumbe biashara ni uuni, si ndio? Kumbe hujanijua kama mimi ni muuni alafu msela. Kavumba sasa anakwenda kuonyesha uninja wake. Je, unataka kujua nini kitakuja kutokea? Na Kavumba ataweza kuvumilia huu ujinga ulioweza kutokea? Hiki kilichoweza kujitokeza hapa, Kavumba ataweza kuvumilia? Hapa twende na mimi mpaka mwisho ili uweze kujua kitu gani kinakuja kutokea. Ila jambo ni moja tu, usiache kuonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu weka komenti yako hapo chini yenye makopa na utuambie nani unamkubali katika dunia. Lakini tukija huku sasa, leo upande wa Cindy na pamoja na ndugu yetu Amani. Kwa Amani hakuna amani hata siku moja. Kwa Amani kuna mtiti na matatizo kila siku. Baada ya Cindy kuweza kumwagia chai ndugu yetu Amani alifoka sana, kisha akasema, "Wewe kama unaenda nenda tu." Cindy alipotoka nje, basi Cindy akawa amerudi ndani. Kitu alichokifanya Amani ni kitu cha ajabu. Mwanaume kamili sidhani kama ataweza kufanya kitu kama hiki, au kama mtu anayekupenda hawezi kukufanyia kitu kama hiki, kwa sababu Amani alipoona Cindy ametulia tu pale, kitu alichokifanya akanyanyuka pale chini alipokaa, akasogea karibu na alipokaa Cindy kwenye huo mto, akauchukua, akaingiza mkono, akatoa Biblia. Baada ya kutoa Biblia, akaanza kusali na kuanza kusema, Mungu, nimekuja kwako, tena nimejileta kwako. Mimi ni kijana wako mtulivu na msikivu. Naomba ulinzi wako na naomba uweze kunisaidia, kwa sababu mimi Mungu ni kijana wako mkosefu na nimekosea mara nyingi sana. Naomba uweze kunisaidia na kunipa baraka zako. Ila Mungu, naomba moja tu, na ulishawahi kutuambia katika maandiko yako kwamba mke mwema anatoka kwako. Basi mimi Mungu naomba unipatie mke mwema. Naomba uweze kunipa jicho la kuweza kumuona huyo mke mwema. Mungu, nakuja kwako. Je, ulisema atakaye kuamini wewe naye utampa, atakaye kuomba naye utampatia. Kwa sababu mimi sasa ninakuomba, naomba uweze kunipa mke mwema atakayeweza kunitii, atakayeweza kuendana na mimi, atakayeweza kunisikia na kuniheshimu. Mungu, wewe ndiye unajua kila kitu na wewe ndiye muweza wa yote. Mwenyezi Mungu, naomba unishushie mke mwema. Naomba uweze kunipa jicho la maono ili niweze kumuona mke mwema.
Wakati Amani anaendelea kuomba, Cindy alikuwa analia tu, huku akishangaa kwamba haya yote yanatokea wapi? Je, unahisi penzi la Cindy na Amani litakuwaje? Lakini sasa Cindy akiwa anaendelea kupitia magumu, pia ndugu yetu Mudi anaendelea kupitia magumu zaidi, kwa sababu Mudi ameshapelekwa hospitali na mpaka sasa hivi Mudi anaonekana figo zake zimefeli zote mbili, na dokta anamwambia mama yake na Mudi kwamba figo za mwanao zimeweza kufeli zote mbili. Hapa kuna kitu hakipo sawa, na Mudi tayari anapitia wakati mgumu na amelala tu. Kwa hiyo hali ya Mudi ni mbaya sana. Kitu ambacho kinatakiwa ni vitu viwili tu, aidha afanyiwe dialysis. Lakini dialysis, je, mama yake Mudi uwezo wa kumudu dialysis anayo? Kwa wiki inafanyika mara 3, lakini pia anatakiwa abadilishiwe figo. Wewe unahisi nani atakayemtolea figo ndugu yetu Mudi? Hapa moja kwa moja mimi ninachokijua, Cindy atakapoambiwa kwamba Mudi anaumwa na haya anayoyapitia kwa Amani, ataona ni bora aweze kurudi kwa Mudi, na atakapokwenda kule kitu atakachokifanya ili kuonyesha upendo na mahaba yake zaidi, kitu atakachokifanya Cindy ni kuweza kutoa figo yake moja na kumpatia ndugu yetu Mudi ili aendelee kusurvive na aendelee kuishi. Sasa kitakachokuja kutokea, Cindy atakapofanya hivyo na atakapoweza kumpatia Mudi figo yake, basi Mudi atakapopona kabisa hata kuwa na mpango tena na Cindy na atamuacha, kwa sababu hata pombe atakuwa tayari ameshaweza kuacha. Kwa hiyo Mudi atakuja kuwa mtu mzuri na mtu anayefaa. Cindy ataishia kutangatanga na maisha yake yatakuja kuwa magumu kuliko. Lakini je, swali, unahisi mtiti wa Violet pamoja na bibi Emati nini kitakuja kutokea? Basi wewe ni kama mpenzi na unaikubali dunia, mwaga makopa yako hapo chini ili tuweze kwenda pamoja. Pia usisahau kufanya jambo hili lenye upendo. Onyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu weka komenti yako hapo chini. Utuambie nini unahisi kitatokea kati ya bibi Emati pamoja na mke wa Manyanya ambaye ni Violet. Unahisi Violet ataleta valangati? Akiangalia yuko peke yake, hawezi kuleta utata, ila tu atakuwa mpole na atakuwa tayari ameshaweza kumjua Mati. Na hapo ndipo atakapokuja kuambiwa ukweli kwamba tayari bibi Mati ni mjamzito, ana ujauzito wa Manyanya, na swala la kuachana na Manyanya litakuwa gumu. Kwa hiyo hapa kuna mawili, aidha ndoa ya Manyanya iweze kufa abaki na bibi Mati, au Violet aweze kuhimili vishindo vya kuwa mke mwenza. Pekua sana, mwisho wake inakuja kukuletea matatizo na pressure ambazo hazitakiwi, mwisho wake unajikuta umekufa. Twende pamoja mpaka mwisho ili uje kujionea nini kitakuja kutokea.